En vrai dire, Youssoupha c'est mon idole. J'avais toujours des rêves à réaliser depuis tout petit. Même scène avec lui, c'était mon putain de rêve. Et là j'étais tellement fier, de toute façon j'ai tellement niqué. T'as capté bien l'affaire. Demain après demain, je vais pouvoir réaliser de merveilles. Parce que je crois en moi. Je crois en Dieu, je crois en moi, à mes courages. Youssoupha, je crois qu'un jour on va se croiser dans des baraques. Hier, je suis le best rappeur de toute ma génération. Les géniaux kabango bao jacté, bao lobana, petit poulet venez tester. Té, nafandi bien instrumental à l'aise, et à la chante au rap. Balingi batia bakal mi à la congolaise na bête frappe. Mon plus grand rêve est devenu mon plus grand cauchemar. La guerre continue, prisonnier de ma mémoire. Riche dans ma tête, je vaux pas mieux que mon tard. Les blessures de nos échecs, on n'a pas besoin. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Wow, ladies and gentlemen, Fiston Akiba tena niko mbele yako, labda nakwambia hapa kama sajika mdau hizi endelea kujiunga pamoja nami na waje mwenzangu Dream kutoka nchini Msumbiji, Mozambique, bale wenzangu Dream kutoka Dar es Salaam, pia Mr. Christopher. Leo hapa ni Evoludia kutoka nchini DRC. Buddy, hapa niko na mwanangu mkali sana, namuona sana anatamba ile baraka kimuziki, so mwingine ni yule au unamtaka Jomari. Pendo usipende hapa tunatoboa. Mwanangu mambo vipi? Fresh kaka, fresh now. Haya. Yeah. Karibu hapa bwana. Starehe kabisa. Ili jimbo hapa linaitwa Evoludia. Jumba zuri yani. Hapa ni ofisi ya Evoludia Television. Mwanangu we, ile muziki zako zinanikeraga sana. Yaani zinanimalizaga sana kuona hujapasua balaa kuliko gisi navyojua. So unajua kila kitu kina wakati yake. Okay. Ya maana kwanza ni kufanya kazi yako fresh, nyingine nyota itawaka tu unaona. So kila mtu na wakati yake. Tumika kwanza, vingine vitakuja baadaye unaona. Unaikongea moto? Tunaikongea moto. Kwa nini unaimba sana French sana? Naimba French kwa sababu ya kwanza najisikia fresh wakati nafanya French unaona hapo. Okay. Yani muziki after kuifanya nafaa unifanya juu yako kwanza, uifanye juu ya watu ili unifanya kwanza juu yako. Mezosi hiyo French inafanya signature yangu unaona hapo. Ukishasikia ule petit mwanafaa French, uwe pale utani Jomari. Ila ukishasikia ule petit mwanafaa Swahili ni wengi unaona. Na French inaweza saidia kusogea tena mbali kidogo kwa sababu ni langi iko international. Okay. Kwa hiyo Swahili so international? Ni international, ila muziki wa Kongo kiukweli kabisa, kama unapenda gusi ngambo zote, Kinshasa, Paris, fasi zote inafaa unachangana na Belgium, vitu kama hivyo unafaa unatia nilo French kidogo, itasaidia sana. Kwa hiyo hutarajie kupenda utaboe Kenya, utoboe nchi za Swahili? Kila mtu ana nafasi zake anapenda, ila mimi ni wa Faransa bwana unaona. Sio mimi ni wa Faransa, napenda nitoboe ngambo za Faransa huko. Okay. Kutoboa Kenya, Tanzania sio mbaya. Na labda tutatoboa tu hata kwenye French watasikia. Hata hivyo Fally Ipupa ametoboa Tanzania. Hajapokuwa Mungala na French. Vitu kama hivyo. Okay, bwana jina wakumbushe tena, labda nimeitaja vibaya kama navyojuaga Jomari. Jomari. Okay. Jomari jina langu. Buddy. Unasikia Jomari unajua ni quality tu. Bana Evoludia iliposema kwamba tunakualika hapa ndani, ulisikia sikiaje? Fresh tu nilisikia fresh. Maana Evoludia ni nyumba ambayo inafanya difference sai kwa mji wetu wa Bukavu, inafanya muziki ya Bukavu nenda mbele kwa kote zote. Okay. So kuna vitu ya video, studio audio, plateau, vitu kama hivyo. Yani nilisikia fresh sana kufika hapa hivi. Bana television hapa tulisema tugukote ujamaa tumzoom kwanza, tuje tumswali 2-3 kuhusiana kazi zake za muziki anazozifanya Bukavu. Tumeona ametamba. Bwana siku ya kwanza mimi kuona nilikuja Bukavu, ndo nilikuwa natoka nje kidogo, nikawa nakuja hapa na Stamina. Kati na perform festivals ndio ilikuwa yangu ya kwanza kukubamba. Alafu baada ya hapa nikaona udogo mbona na perform vizuri sana. Nikawa najiuliza udogo vipi? Bana pale festivals walipopanda pale, ilikuwa ni mara yako ngapi kupanda jukwaa kubwa ambayo iko kama na ile? Ilikuwa ni mara ngapi yani? Kiukweli festivals ile ya mara kwanza ya edition ya kwanza ndio ilikuwa ya kwanza mimi napanda ku stage kubwa kabisa. Ilikuwa ya kwanza napanda ku stage kubwa kabisa ya mahali ambapo kuna watu wengi unaona vitu kama hivyo. Yani jisikia fresh sana na
tuliweza kufanya difference. Vitu vimoja hivi watu wakafurahi na nikafurahi kabisa. Aliyekuhusisha kwamba bro, hapa unaweza sasa kwanza kupana ni festivals, alikuwa ni nani? So mwenye alinipatia tunayo festivals ya kwanza, walita wasanii wote waweze kufika, waweze kufanya casting, ili waweze kuchagua nani ambaye atapanda, nani ana perform vizuri, nani mwenye atapanda na atapanda. So kuna ndugu yangu mwa hivi ni mkubwa wangu ambaye tangu zamani anikomalisha kwenye muziki. Anaitwa JC Jebedali. So akanambia Jomar, kuna casting hivi wanafanya kwa Institut Français. Kama unaweza kupita pale vile uweze kuonesha talent yako ya rappers ya mara kwanza. So nikapita pale vile nikafanya casting, wakafurahi au sabani. Wakafurahi kabisa na njoo nikapanda stage. Wakakuunganisha kwamba utakuja kupa stage. Msanii kama nani Yusuf atatoka pale unapa. Wote papa alafu Yusuf anapa. Utatoka pale alafu Stamina anapa. Fresh sana. Ukasikia vitu nikasikia fresh, nikafurahi, nikaona ndiza kusema hapo hata njo sasa nilianza kutia muziki wangu, nilitia bidii kwenye muziki wangu. So unaona wakati wanafika pale unaona watu hawakujui ila wanakaribisha na furaha hivi. So unaelewa kitu unacho ni kitu cha maana, unaona bana. Kuna watu wengine hapa najua wanangu pale Dar es Salaam Tanzania, pengine labda mbali sana kama vile Kenya, South Africa, pengine hapo kadhaa. Mnaanza kusema Fiston, huko tunataka tusikie voice yake anavyofoka. Mimi waga so mumbea sana, labda hapa labda tupe nusu voice. Tusikie kwamba kweli dogo yumo mwana. So nataka nikupe Swahili au French? Ipi unaiweza sana? French inaweza sana, ila Swahili napima. Unaona mimi ni mwana Bukavu. Wa Faransa na wagea sekondi 2. Waswahili na wagea sekondi 2 pia. Bwana, let's go. Twende tunahepa hapa. Tunahepa hapa na French kabisa. Okay. Tu connais le flow, Seb Jomar, je fais trembler toute la nation. Rappeur des rues, l'esprit est stable, je suis en méditation. Hier, la voix du succès comme ambition. Les gens entendent beaucoup de moi, au fond j'ai trop de la pression. Moi j'ai na privilège, nyoka bango bao jacté. Baolo bana, petit poulet, venez tester. Na fandi bien instrumental, à l'aise, et à la chante au rap. Balingi batia bakal, mia la congolaise, la bête il frappe. Mon plus grand rêve est devenu mon plus grand cauchemar. La guerre continue, prisonnier de ma mémoire. Riche dans ma tête, je vaux pas mieux que mon tard. Les blessures de nos échecs, on n'a pas besoin de soins, non. Les blessures de nos échecs, on n'a pas besoin de soins. Et quand le bal siffle, je me mets à gratter mes songs. Ils pensent qu'ils sont, dégage des lags, mais non t'as pas d'âge. J'ai pas de limites négro, moi je fous la rage. Trace mes rêves sur mes tatouages. Je sais bien que j'ai pas des profils trop fiables. So ni siku wakati wote unaona ila mimi naweza kurap hata mpaka siku ndakufa bwana. Baba. Kama saji kama Dawiz umezisikia hizo. Kwa da. Hizi kuelea tuachie hiyo. Kazi yetu. Yaani rap mpaka kesho mwanangu apokiwa hujapenda mwenzangu kusema nitasema uko mchawi. Bado una deni fulani. Deni gani tena? Kwa Faransa kwanza. Hapa kuna hizi point hapa sitozitaja ya public ya staki muzione. Nikisema kwa hili unapata hizi point utazikubali? So ulipati yote unajisikia ila mimi najijua, unaona bwana. Hivi umezikubali au hujarizika nazo? Sijarizika nazo kabisa. Hili ni nyinyi. Unaona so ni nyinyi la mtazamaji kwa level ambayo mimi najijua hizi ndogo kabisa. Hizi ndo nimeona mimi bwana. Bwana unizaki sio mbaya. Yaani pale umenipatia nguvu kuniambia ya dogo so wewe tena ukatumiki unaona. Okay. Jamani, hatua ya dakika ya sekondi ngapi? 2 hapa tuende kwa nani? Kwa Kiswahili maana French hapa kweli amepresent, ameperform. Taka usitake linaenda hili swala. Let's go kwa Swahili. Acha kwenye mziki nizogei, adui zangu wote waongei. Mama alisema nendelei, hakuna wa kusema nipotei, acha niongei. Wapi yangu mimi economy, adui zangu wote wale miskis my destiny. Na kuna wa kunipinga mimi, na nitasonga mbele na siturudi nyuma, follow me. Na kila siku mimi nazidi kuangalia maskini kageuka tajiri maana kapiganisha. Ndio maana mimi nazidi kupambana japo sipata na nangania na kikisha navuka. Hata kama dunia ya leo watu wanamsamini mchu pala ambapo wakiwa na cheo, ila mimi si wangalie wao, nazidi kupambana na kikisha na dhibiti yangu lengo. Na mkafajiri nenda shule hata kama naona kicha, ila mimi si wakie. Nilipokutana na Wang B kaniambia Jomar usichoke na kupambana. Siku tano unaona vipi? Bado nakupa sikio tu. Yamemaliza hapo. Waswahili
Limetoboa litoboe, niambie chini kwenye television, kwenye comment YouTube. Ndakuwa nimekuelewa zaidi. Mafundi zangu hapa wamekufa bala. Ephraim and Jalik nje behind camera. Hayo bwana. Hizi rapu kali namna hii. Mwanangu vipi ukiona mtu anakuonesha kwamba hapa tuanze kuroga ili upasue zaidi, unaweza kugusa mzizi, si ndio? Yeah, so uko tayari? No, so mimi namwambia Mungu. Sorry kwanza. Watazamaji, hakuna msanii aliyewahi kukubali kwamba nakubali mzizi ili mnadi nitoboe. Huyu jamaa tusubiri kama atakubali. Utakubali ndinga? So mtu ambaye anasema nambizi ati mzizi la toboe, hiyo ni mvivu. Unaona? So Mungu ametupatia vitu vyote ili tuweze kuweza, ametupatia kipaji. Unaona? Ametupatia vitu 2-3 pale. Okay. So namtumainia sana Mungu na kazi yangu na courage yenye niko nayo, so siwezi kugusa dawa ili toboe. Siwezi riziki. Unaona hapa kwenye festivals hakuna alinijua sikugusa dawa, ila watu wote walalamika, unaona? Walinilalamikia kama vile tulikuelewa, lakini tulijua kwamba huyu jamaa anaweza kupenda labda siku 3-4 hivi awe na ndinga gari 10 zinamfuata nyuma hivi. So vitu vyote ni Mungu ndio anapanaka, unaona? Vitu vyote ni Mungu ndio anapanaka. Ni vivu tu ndio anataka. Kwanza ulivyoimba kwa Kiswahili inabidi nikupe pointi zako. Tumia kwanza kawa kidogo pale. Alafu pointi zako nakuja kukutangazia. Basi nipunje tena. Mshirika hapa sikupunje ndugu yangu. Tulikuwa tunataka tujue pia. Dogo hapa tumemwona siku nyingine ilikuwa Festival Amani. Yeah. Na ushiriki pale pia ilikuwa ni uwezo gani ama bahati gani ilikusababisha ukafikia pale? So Festival Amani ilikuwa after festivals, unaona? So watu wa Festival Amani walipofika Bukavu, iliwabidi waweze kukamata wasanii wa Bukavu waweze kuperform pale, unaona? Ila sasa walipoangalia wasanii wa Bukavu kwenye mapage ya festival, njoo wakaweza kuni contact, wakanichukua tukafanya kitu, unaona? Yani so ilikuwa kwa sababu ile kitu yangu ya kwanza, unaona? Hiyo performance yangu ya kwanza ndio iliweza kutuma wananikamata ku Festival Amani. Kwa hiyo kuperform yako ya kwanza ndio ilifanya wakakuona wakasema udogo ana nyota. Unajua unatoa dogo ana nyota huyu, yani kumpatia zingine ma stage itaweza kumsaidia. Pia ilikuwa kuaje ukajikuta kwamba umekuwa msanii? Hiyo ni story ndefu ndugu yangu. Ni kitu kwanja ambao Mungu pekee aliweza kututia ndani, unaona? Tangu kuzaliwa wewe ni msanii tu. Mimi nakumbuka hapo kupe yangu ya kwanza teji nyasema kwa ona Waswahili. Ya kwanza niliweza kupata tunzo yako ya kwanza. Tunzo ya kwanza niliweza kupata ku 4e primaire. So ilikuwa ma concours interscolaire vya vile nikaweza kupata hiyo tuzo. Nilikuwa ningali kwenye hapo naanza shule sasa, maternelle, vitu kama hivyo tunaita kulugha kwetu. Ila nilikuwa nilikuwa mrapper tayari, unaona hapo. Kitu ambacho kilikuwa kinakufanya kwanza ukazajua na mimi ndizo kwanza kurap, ulikuwa unampenda nani? Ulikuwa unapenda kumuiga nani zaidi? So mimi tangu toto nafanya muziki, ila tangu toto napenda Yusufa. So Yusufa. Kwa hiyo siku ile ulipoperform stage na Yusufa nilikuwa ni ndoto yako ambayo ulikuwa unaitimiza? Ilikuwa ndoto yangu tangu toto, ni ndoto ambayo natimiza. So ilikuwa ndoto yangu tangu toto. Ila nilipoifikia nikaona ndoto yangu umemaliza. No, nikaona ndoto yangu ni ndogo bwana, unaona? Nasema so ulifanyikiwa hata kupiga naye picha moja? Yes, kufanyikiwa, unaona? Ila imani tu tutakutana tu tena hapo, tutapiga picha, hata featuring tutapiga. So ilikuwa ndoto yangu, ila nikakiona ndoto ni ndogo inafaa, niwe na ndoto moja vikali ambayo naweza kutumikia, unaona? Maana ukishakuwa tu na determination hakuna kenye kinashindaka, ni kutumika tu. Kazi juu ya kazi bwana. Kwa hivi tunaenda kumaliza. Ujumbe gani ambao unaweza kutumia Yusufa hivi kwa karapo kadogo hivi? Yani ujumbe fulani unaituma kama kwa Yusufa hivi. Maana labda hata nani itakapoandikwa andike kwamba message kwa Yusufa. Yani ni improvise. Okay. Surprise rap. Ana problem nilifanya kwenye French hapo, maana kunya jitubania sana. French ndio maana nimekutuma kwenye French ili mradi naye akisikia aseme kweli nimesikia message. En vrai dire, Youssoufa c'est mon idole. J'avais toujours des rêves à réaliser depuis tout petit.
Même scène avec lui, c'était mon putain de rêve. Et là, j'étais tellement fier, de toute façon, j'ai tellement niqué. T'as capté bien l'affaire. Demain après demain, je vais pouvoir réaliser de merveilles. Parce que je crois en moi. Je crois en Dieu, je crois en moi, en mes courages. Youssoufa, je crois qu'un jour on va se croiser dans des baraques. Hier, je suis le best rappeur de toute ma génération. Jomar, c'est mon plat, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je pas d'écran, je crains personne, j'ai pas de peur. Je sais que l'espoir c'est Dieu. Et c'est lui le plus grand père. T'as capté l'affaire? Je vous aime tous. Okay. Youssoufa, un jour, on va se capter, on va se faire tous. Mon Igor, tu peux la faire, ça fait tellement de pouces. Wow. Demain, on va faire même en feat. Ça, je suis Okay. persuadé. Bana, yani nafanya yoyote ile. Hii message hapa imefikia Youssoufa. Okay. Natumia ufundi na kuja kutumia screenshot nimemtumia Youssoufa Instagram. Yeah, Bana, kwa hapa hivi uko darasa la ngapi? Ya hapa hivi naingia shule, nilianza chuo kikuu. University. Yeah, naanza university. Uko university? Yeah. University ipi Bukavu? ESP. ESP. Yeah. Nataka uwe nani? So, okay, unasomea nini? So mimi kiukweli kwanza nasoma tu. Ila muziki ndio ndoto yangu bwana, unaona. Ila wanasema wewe sikuwa mwanamuziki na elimu haiko kubwa. Elimu haiko kubwa, hiyo ni makosa sana. Kama una hiyo chance ya kusoma, soma. Unaona? Maana kuna wengine wangitamani ila akufikia, so usiache tu. Muziki tunaufanya tu bwana, sisi tunaufanya. Hata kama tunasoma huko. Bana, kabla tujahepa hapa mdani, tunazidi kuwashukuru watazamaji wetu ambao wanazidi kututizama, kama vile Kevia kutoka South Africa, tuko pamoja na juu uko live pia unatusikiza, wengineo akina Mama Jolia kutoka pia South Africa, wengine Mpali huko na kule Msumbiji, Mozambique, mnasemaje Distoshi Dar es Salaam. Big up for you na salamu kwako mkubwa Fela kutoka Wasafi, director kiongozi. Bwana, nataka kitu fulani hapa. Meseji kwa mashabiki wanakupata sasa hivi. Meseji fulani kwamba nawaachia meseji fulani hapo nitoweke. Ya meseji kwa mashabiki wangu wote wa ndani na nje ya nchi na jimbo letu, unaona. Nawapenda sana kikweli, nawapenda sana na najua waendelee na kuniaminia, so nikitosha nyimbo waende YouTube, Instagram, fasi yote ambao wanaweza kuposti, waweze kupublic, waweze kuchar. Tutaweza kufanya vitu vikubwa sana. Ndio tunaanza new generation, tutafanya vitu vya maana sana. Tuta change muziki so si kama tuta change, ila tutaongezea pale ambapo wakubwa walichokea kidogo, unaona. So na tutafanya vitu vikubwa sana. Na badala hapo address zako za Facebook, mara Instagram, YouTube ilikuwa ni ile Jomar tu? Yeah, fasi yote ni Jomar. Instagram, Boomplay, Jomar, YouTube, Facebook, fasi yote platform zote ambao utafika kwa Jomar. Bana Jomar, hapa tumesema asante sana kwa kukubali kikadi cha ualiko wetu kutoka Evoludia. Kikweli nami nafurahi sana kwa mwaliko wenu. Asante sana. Na mtazamaji, kama masaji kama Dawiz Fiston Hakiba mbele ya kamera, akiwa anashirikishwa naye Mr. Jomar, akiwa ni msanii maarufu aliyekuwa mbele yenu leo. Na behind the camera ni yule mtu mkali Airframe, anasindikizwa na Mr. Zalike Chizungo. Umoja wa Mataifa tunarusha matangazo dunia nzima. Kwa hapa ni Evoludia Television kutoka Bukavu. Asante.